Baada ya wiki kadhaa za maandalizi, mazungumzo na shauku isiyoisha darasani, hatimaye siku ambayo tulikuwa tukiisubiri kwa hamu ikafika. Usiku wa tarehe 28 Novemba 2025, majira ya saa 3 usiku, sisi wanafunzi wa Dodoma Media College, yani chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko, tulikusanyika chuoni hapo tayari kuanza safari yetu ya kitaaluma kwenda Clouds Media Group, Dar es Salaam. Kulikuwa na hisia mchanganyiko, furaha, msisimko na matarajio ya kuona kwa macho jinsi tasnia ya media inavyoendeshwa katika moja ya taasisi kubwa na zenye ushawishi nchini. Tulipoianza safari, sauti za wanafunzi zilionekana zikiwa za bashasha, vicheko, matani pamoja na vichekesho. Ilionekana wazi safari hii haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni hatua muhimu katika safari yetu ya taaluma. Basi likaanza kupenya kwenye utulivu wa usiku wa Dodoma, kila mmoja akitafakari kuhusu kile tunachoenda kukutana nacho. Taa za mji zilibaki nyuma yetu polepole, zikituachia giza na barabara na matumaini ya kesho yenye uzoefu mpya. Safari ya usiku kucha ilitupelekea kupitia milima na mabonde ya kati ya Tanzania hadi alfajiri ilipoanza kuchomoza tulipokaribia Morogoro, ikiashiria mwanzo wa siku mpya yenye mafunzo mapya. Baada ya safari ya usiku kucha, hatimaye tulifika jijini Dar es Salaam, jiji lenye kasi na msisimko wa kipekee. Kutoka hapo tulielekea moja kwa moja kwenye loji tuliyopangiwa ili kupata muda mfupi wa kupumzika. Huko tulipopata nafasi ya kuoga, kupumua na kunywa chai, tulijipanga upya baada ya safari ndefu. Kila mmoja alionekana mwenye nguvu mpya na tabasamu jipya, ishara kuwa hatimaye tulikuwa tayari kwa hatua kuu ya siku. Mara tulipomaliza kujiandaa, safari yetu ya ndani ya jiji ikaendelea. Safari ya kuelekea katika moja ya taasisi kubwa ya utangazaji nchini, Clouds Media Group. Hapo ndipo uzoefu wetu wa kujifunza kwa vitendo ulipoanza rasmi. Tukapokelea na mmoja mfanyakazi wa kituo hicho, Jalome Lisase, ambaye ni mhariri mkuu msaidizi na mratibu wa mafunzo, lakini alidai kwamba anakitambua vyema chuo cha uandishi wa habari Domeko, kwamba alikuwa anafuatilia mashindano ya Mr. na Mrs. Domeko aliyofanyika. Nilikuwa nafuatilia japo hamjai kunishirikisha. Ila niliona lilifanyika. Sasa mshindi alikuwa nani sijui. Ila nilikuwa naona kwenye promo zile mimi. Hongereni. Washindi wapi? Na mshindi kwa huyu hapo. Huyu. Yes, na huyu. Mwingine yule huyu. Huyu bibi? Hongera. Mr. huyo. Mr. yuko wapi? Huyo. Mr. bwana. Ulipiga wei nyingi nini? Jamani karibuni. Asante sana. Hapa mlipo. Lakini alianza kutupa historia fupi ya Clouds. Alisema kwamba ilianzishwa mwezi wa 12 tarehe 2 1999 na hadi hivi sasa Clouds imefikisha miaka 26. Umekuwa na mafanikio makubwa tangu ianzishwe hadi hivi sasa. Clouds ilianzishwa na Ruge Mutahaba pamoja na Joseph Kusaga, ambapo Ruge alitoa kama wazo lakini Joseph Kusaga alitekeleza, na hadi hivi sasa inaitwa Clouds. Kipindi hicho ilikuwa inaitwa Mawingu, ambapo kipindi hicho Joseph Kusaga ambaye ni CEO alikuwa kama DJ, alikuwa akipiga mziki kwenye maklabu na kuanzisha na kufungua ukumbi Arusha unaoitwa Mawingu Studio na Mwanza. Ruge alipata bahati ya kumshawishi Joseph Kusaga amkope hela baba yake kwa ajili ya kuanzisha studio na afungue kituo cha radio. Joseph Kusaga alifanya hivyo, akamkope hela baba yake kwa ajili ya kufungua studio, kipindi hicho akiwa na miaka 23, na baba yake alifanikiwa kumwazima hiyo hela. Akachukua hati ya nyumba na kumkabidhi mkurugenzi wa CRDB Benki, akakopeshwa shilingi milioni 200. Ndipo Clouds FM ilipoanzishwa katika vyumba viwili, kimoja kilikuwa studio, kimoja kilikuwa kantini. Umiliki kipindi hicho ulikuwa chini ya Tume ya Mawasiliano Tanzania. Kipindi hicho haikuwa TCRA kama ilivyo hivi sasa, lakini Clouds FM haikutambuliwa kama mmiliki Joseph Kusaga, bali alitambuliwa kama babake ndo mmiliki halali wa hicho kituo. Na kipindi hicho hawakuwa na taaluma, bali walikuwa na power
au vipaji ambavyo walianzisha kwa ajili ya kuwakomboa vijana. Lakini baada ya hapo, kipindi cha kwanza kuruka Clouds kilikuwa cha vijana, na idea hiyo ilitokana na madisco, ndipo XXL ilipozaliwa. Lakini kilikuwa kipindi ambacho kinaruka saa 7 za mchana. Lakini kipindi cha pili kilikuwa ni Jahazi, kipindi hicho kinaitwa Bambata. Lakini hadi hivi sasa ninavyoongea, Clouds FM inasikika katika miji 38 kwa mkoa mmoja. Kwa mwaka ni milioni 3 pia kwa mwezi. Kurusha kwenye satellite ni milioni 15, na imekuwa na takwimu nzuri, ambapo imekuwa kituo cha pili kufuatiliwa na watu wengi zaidi. Lakini kama ilivyo siku zote kwenye jambo lolote, hakukosi faida, hakukosekani hasara. Changamoto nazo huwaga zinakuwa nyuma: ushawishi, mtaji, lugha, mawasiliano, sheria na miundombinu. Lakini bila kusahau teknolojia za kisasa imekuwa gumzo kwao. Jalome Lisasi hakuishia hapo, alituonyesha setup za studio zewe zilivyo, na moja maeneo yaliyonivutia zaidi katika ziara yetu ilikuwa ni TV control room, moyo wa uzalishaji wa matangazo ya television. Hapa kila sekunde ina thamani. Ndani ya chumba hiki kuna vifaa kama switches, audio mixer inayodhibiti ubora wa zaidi, na graphic computer inayoweka maandishi na picha kwenye screen. Majukumu yote haya hufanyika kwa sahihi wa juu na uharaka, kuhakikisha kila kitu unachokiona hewani kinaonekana safi bila makosa na kwa wakati sahihi. Lakini kama ilivyo zaidi ya teknolojia, ni watu ndio wanafanya kila kitu kiwe hai. Wafanyakazi wa Clouds Media Group wamekuwa bora siku zote, na wamekuwa wakifanya vitu ambavyo vipo. Katika kazi hiyo unahitaji macho makali, umakini na uwezo wa kutabiri hatua inayofuata na mtangazaji. Muhimu zaidi ni teamwork. Uweze kuendesha kipindi ukiwa peke yako, kila mtu hapa anategemea wenzake. Changamoto kubwa ni kuhakikisha vifaa vinadumu hewani bila hitilafu, hasa wakati wa matangazo ya moja kwa moja. Mahojiano haya yamenyesha kwamba nyuma ya vipindi tunavyofurahia kuna juhudi, nidhamu na ushirikiano wa hali ya juu. Kitu kilichonishangaza sana ni kuona jinsi nadharia tulizojifunza darasani zinavyofanya kazi kwa vitendo. Nilijua kuhusu live switching, audio leveling na lighting balance kwa msisitizo wa mwalimu, lakini sikuwahi kufahamu kiwango cha kasi, uratibu na umakini unaohitajika wakati huo kwa mazingira halisi. Kwa mara ya kwanza nilipoona kama mwanafunzi anayeanza safari ya taaluma ya media, funzo muhimu nitakalobeba kutoka Clouds Media Group ni moja: utaaluma wa media unategemea discipline, teamwork na uwezo wa kujifunza kila siku. Kwa nini hili ni muhimu kwangu? Kwa sababu ninaelewa sasa kuwa mafanikio kwenye media hayaji tu kwa kujua kutumia kamera au kuhariri video au kutangaza tu, yanakuja kwa kufanya kazi na wengine, kuheshimu muda au kuwa tayari kukabiliana na changamoto za papo kwa papo, na kila kitu wao unakijua kinachohusiana na masuala mazima ya habari. Hii ziara imenipa dira mpya ya kitaaluma na imenipa msukumo wa kuendelea kujifunza hadi siku moja nisimame kama mmoja wa wataalamu wanafanya maudhui yaunganishwe, yaonekana na yasikika kwa ubora wa juu. Lakini tu haikuishia hapo. Tulipata wasaa kutembelea sehemu kama vile Coco Beach, wanafunzi, ambapo tulienda kuenjoy, kufurahia uzuri wa jiji la Dar es Salaam, mandhari ya jiji hilo kwa ujumla, tukiwa na furaha, bashasha na michezo ya kadha kadha. Bana, imekuwa na imetimia. Round. Imekuwa na imetimia. Start. Imekuwa then imetimia. In English, how can you make this? It has and imekuwa imetimia. Hakuna matata. Imetimia pia. Yake tukaamua tupitie Mlimani City kwa ajili ya kuangalia mandhari na kununua chochote kitu ambacho yote yule atakachopenda ili aondoke nacho, iwe kama historia, na kufurahia mandhari ya jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Ndipo alipoanza safari hiyo
ya kurudi Dodoma. Asante sana kwa kutazama makala hii. Huu ni mwanzo tu wa safari yangu katika ulimwengu wa media, ulimwengu uliojaa ubunifu, teknolojia na hadithi zinazojengwa kila siku. Mimi ni Richard Michael.